Mchezo wa mpira waga una ushirikina, wachezaji kuhusishwa na ushirikina hapa na pale kufanya hivi timu ipate matokeo. Masawe ni mtu ambaye ni wa dini sana, of course. Ukiuliza wachezaji wenzake unaocheza nao ni mtu ambaye wa dini sana. Ushirikina kwenye mpira ni kitu ambacho kisha kutokea, na ikitokea timu inaambiwa bwana fanyeni kitu fulani muweze kupata matokeo kwenye maisha ya mpira wa miguu, sana sana ukiwa stand kabla ya kwenda ndanda. Pia wakati ule timu ilikuwa ina hali ngumu sana. Masawe, hebu tupe experience yako, ushirikina kwenye soka ni kitu ambacho umekwisha kishuhudia na kina nafasi kubwa kwa kiasi gani kwako? Ni kweli unajua hizi imani zimetawala sana kwenye kazi yetu ya mpira, lakini namshukuru Mungu kwa hii miaka ya karibuni wachezaji wengi wameinuka na kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu katika kazi yetu ya mpira. Ni kweli sitakuja kusahau na matukio mawili ambayo nimekutana nayo ya kiushirikina katika maisha yangu ya mpira. La kwanza lilikuwa wakati najiunga na timu ya Ndanda. Nakumbuka nilikuwa natoka chama la wana Stand United naenda kujiunga Ndanda wakati ndio imepanda ligi kuu. Kwa hiyo yani nilikutana na changamoto hiyo, namshukuru Mungu kwamba alinivusha. Moto gani? Mimi ni mtu ambaye naamini sana katika Mungu kama ulivyosema. Tulikuwa tunatoka mazoezini, nakumbuka tulikuwa katika chuo kikuu cha Ardhi Dar es Salaam pale. Tulikuwa tumeweka camp pa kujiandaa na msimu. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu ambaye nikimaliza mazoezi huwa napenda navua viatu, natembea peku mpaka sehemu yangu ambayo sisi tumewekwa mule. Kwa hiyo mwenzangu aliamini, kwa sababu anakuambia haya mambo yana imani. Alichukua unyayo wangu alichukua, kwa hiyo nikawa napata matatizo makubwa sana kwenye mguu wangu wa kulia, kwenye kifundo cha mguu. Kwa hiyo ile hali, kwa sababu sikuwahi kuiona katika maisha yangu ya mpira, kwa kweli nilimshirikisha mke wangu, nikamwambia bwana kuna jambo limetokea hivi na hivi, nikamueleza situation nzima, kwa sababu basi hapa tumshirikishe Mungu tuone anaweza akatuonyesha ni kitu gani kimetokea. Kwa hiyo namshukuru Mungu alituonyesha, akatujalia nikapona, nikarudi kwenye hali yangu ya kawaida. Lakini pia tukio lilifanyika tena Ndanda msimu wa pili. Kuna mtu alichukua nguo yangu ya ndani. Nguo yangu ya ndani. Ni kweli mchezaji akichukua nguo ya ndani au kubadilishana jezi au kazi ipo au socks? Unajua unasema hivi uchawi upo, lakini tusiuamini. Yes. Ni kweli mtu akichukua kitu chako sana hichi cha kufanyia kazi, lazima ni rahisi sana kukuzuru katika kazi yako. Kwa hiyo mimi walichukua hicho wakaenda kufanya walichofanya, na kweli nilizurika. Lakini namshukuru Mungu kwamba nilirudi katika hali yangu ya kawaida, maisha mengine yakaendelea. Asante.